nauwaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Nauwaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Mahakama ya wachawi, ya wachawi, mahakama ya wachawi, ya wachawi. Mamaje, tunaweza kwenda sisi wawili. Kwenda sisi wawili haina shida, tunaweza kwenda kwa sababu sidhani kama, kwa hiyo anaweza kubali, lakini basi tuende sisi wawili tukamdembeleze. Kuna fununu ambazo zimetokea kwenye hiki kijiji. Eti wewe unatembea na mtoto wa chifu, na unajua mimi sikutamani kuzungumza na wewe pale ambapo wengine wipo, kwa sababu wewe pia una heshima zako. Lakini bosi, utanichikisha sana kiukweli. Bosi, mimi kiukweli mambo ya kusema tu kwamba mimi natuongoza mtoto wa hapa, mimi nimeanza mahusiano, hii kweli ni uongo. Ni uongo sana, maana hata pale unanijua mimi na mke wangu huko mjini, na siwezi nikamsaliti. Hata nilimwaahidi pale ukiwa pale hata nyumbani, nikasema kwamba mimi sitakusaliti, na najua kile ambacho kimetusababisha sisi tuwasili hapa kijijini. Tunakuja kufanya kazi, hatujakuja hapa kutafuta wanawake. Hii zoezi. Hii raundi ya ngapi? Ya pili hiyo. Karibu. Marhaba. Vipi? Namtumizia kaka. Anaitwa hapa sababu nyumbani haipo. Kakako yupo, ila mimi simuelewi. Yupo hapa sijui masaa mawili anazunguka nyumba hii. Subirini hapo, sijui subirini tu anatokea kwa hapo. Kakako kwa kikia sijui. Raundi ya ngapi jamangu? Raundi ya ngapi? Ya tatu. Hiyo tatu. Sawa, nakuja. Kakako ndo huyo. Kwa nini kitu imemkumba? Mimi siwezi nikafahamu, mimi rafiki tu. Sijui mambo ya kwenu huko nyumbani, hizi vitu mnaishi, ila mimi ni rafiki. Ndio hayo tu. Kwani vipi? Namuulizia kwa kitu. Kuna vitu ambavyo vinatuhusu kwa yaani vitu vya kindugu? Ndio. Kwa hiyo mimi ni rafiki, siwezi nikaingilia mambo kama hayo kwa sababu mimi ni rafiki tu, sio ndugu yake. Jamaa stop. Nachoka. Unajichosha bwana. Tizi. Sikiza. Nahitaji niende nikafanye competition ya kufanya nini? Mtu akifanya hivi ndio kufanya nini? Kukimbia. Hiyo. Yaani mpaka waoni wa ndugu zako hapo. Kuna watu? Yako yuko hapo. Yako ndio huyu. Shika huyu kama. Vipi mbona leo? Jamaa. Njoo bwana. Wale wote wanaozungumza tu kwamba mimi hapa nimekuja kusema kwamba mimi nimeanza mahusiano na mtoto wa chifu,
wanaongopea tu, ni uongo. Mimi kiukweli sijaongea hata na simjui, hata simjui. Unajua kwamba wahenga husema kwamba hizi ambazo wanaita siafu zinapita huko udongoni wakati wanaume wanajua. Sasa inaweza kuwa kuna watu fulani ambao wamekutizama, hata ukimsalimia pengine wanadhani kwamba ni mapenzi. Yaani kama ni mahusiano ya mapenzi tuyasitishe, alafu tuingie kwenye pointi ya kazi. Lakini bosi, hapa ni uongo. Hii ni uongo. Kama ni uongo sio tatizo. Mimi sijasema kwamba ni kweli. Haya. Basi, hii ni uongo kweli. Unajua mimi naipenda kazi yangu tangu zamani. Naipenda kazi yangu sana. Yaani sitaki hata siku moja mimi nikae bila kazi. Na unajua tetezi ambazo zipo hapa kijijini bwana, mimi siwezi nikasubutu. Mimi muoga. Mimi muoga, unanijua. Hata kuja hapa nimesukumwa tu hivi. Nimesukumwa kabisa. Na unajua kile ambacho nimekuja kufanya hapa bro. Neno ambalo tulizungumza kwamba kijiji kinaharibika. Mkona mnajua hilo kwa sababu mnaweza mkaja mnachange, mnaona mabindu mazuri huku, mnapagawa, mnasahau mambo ya kazi bwana. Ila mimi nakutegemea sana wewe. Ndio bosi. Mimi najua hata kama sipo unafanya kazi vizuri. Asante sana bosi. Basi na hiyo inatosha. Nitamani tu kukuulizia kwa sababu mambo yanavuma kwenye kijiji. Unajua mji ni mdogo sana. Ndio najua hilo, nafahamu. Ila usio na shida, usio na shaka kweli, usio na shaka. Mimi nipo hapo kwa ajili ya kazi. Sijakuja kutafuta wanawake. Basi kama ni mambo ya kazi, tuingilie mambo ya kazi. Tusije kufanya huku majanga. Alafu mtu azungumze kwamba sijui ujauzito umetokea huku. Najua kwamba una mke huko mjini. Ndio watu unajua, unafahamu hilo. Unafahamu hilo. Basi itatubidi basi kupambana. Kweli? Bana. Mambo bwana, kama unajichosha bwana. Hata mazoezi ndio mpaka hapo. Nafanya mazoezi. Au sio mazoezi au ni kujichosha? Unachosha mwili ujue. Au ni kuchosha mwili. Mimi nadhani hapo ndo nakuepo bingwa wako sister. Sasa sister, wewe na wewe nini? Ulipotoka nyumbani hivi ndio kitu ambacho unakuja kufanya huko? Mpenzi wangu, unajua nini? Mimi nahitaji kwanza niwe katika wale ambao watakwenda kufanya mazoezi. Kwenye hiki kijiji chetu waga mtu mmoja tu ndo waga anakwenda kwenye hiyo mazoezi. Kwa hiyo kwa huu mwaka kiukweli mimi nahitaji nini nikafanye mazoezi. Ndio maana hapa najifunza. Toka lini wewe uanje haya vitu vya mazoezi? Tangu leo. Kwa nini wewe sio mwelewa? Nashinda kukuelewa. Wewe nielewe tu hivyo. Nimeanzilia mazoa yani tangu saa hizi. Kwanza saa hizi? Sio saa hizi bana, masaa mawili yamepita bana. Nadhani kama ni dakika moja. Mpaka ujielewe. Kwanza tutachana nayo. Huyu hapa ni rafiki yangu. Nadhani namtambua. Sijawahi kumuona hata siku moja. Juzi nikamtizama huyu, juzi. Alafu hiyo sio siku moja hiyo. Siku moja. Alafu unamkana vitu jamaa unazingua. Nitafahamu nikitokea kweli. Sio bure wewe. Yaani sijui kama mapepo gani yametokea, sijui hata simuelewi siku zote nizaambia rafiki yangu. Nikafahamu mshanza ukabana. Kasavu. Najua kasavu. Bangi ndo nini? Au majani matatu hayo. Matatu. Pengine sasa pakiwepo na majani masita itakuwepo ngapi? Si sita. Haya yamekuwa nyingi hayo. Yaani unavuta bangi mingi eti mawili. Sijawahi kutumia hata siyajui. Hajui. Kwa hiyo nini kwanza? Nini wasikize? Nafanya nini kwanza? Kipi? Najua tumetuleta hapa. Ni shida ya kuishi dada yako na rafiki yangu. Sasa tuzungumze ukweli, dada yangu, mdogo wangu. Si wewe ndo una tatizo. Yule mtu ambaye anayo tatizo ndo anapaswa kuzungumza. Si wewe tena. Yaani hapo sijui unazungumza na mimi hapo unazungumza na huyu. Naanza nikaenda zangu. Hapo nilikuwa nakutambulisha ama nilikuwa nasema nazungumza ndo mimi. Utambulisho. Sasa. Kuzungumza. Yaani kakangu tulikuleta hapa. Mimi nataka msaada kutoka kwako. Huyu ndo ana msaada huyu hapa.
Aliongea kwa huyo, aliongea kwa wewe. Kwangu. Sasa hivi mimi ningekuwa naomba msaada kwa huyo, ningekuja kwa huyo. Ila mimi nataka msaada kutoka kwako. Ndio maana nikaja kwako. Sasa zungumza na kusikiza. Hivi kakangu. Mdogo wako. Vipi bana nawe? Sikiza bana. Unasikiza? Kwani wewe sio mwelewa? Hivi kakangu. Nakumbuka miaka ambayo mshapita kitambo. Tayari nyingi. Ambao kijana alipotea. Hizo tunajua. Isa tena hiyo inataka kujirudia kwa kijana mwingine. Hiyo ndo tatizo tu. Wewe sikiza kwanza, mimi sijamaliza. Malizia basi. Hivi huyo kijana babu yangu amshakumania. Yeye na sister yangu. Ndio ametaka kuamua maamuzi nyingine tena. Tusichoshane. Kwa sababu wewe kwa nini uende kumsaidia hata mama? Wewe unahusika katika vitu ambavyo havihusiki hata na wewe. Kwa nini usikize? Yaani kikweli mimi nakataa kikweli. Nakataa. Kwa nini usiki katika vitu ambavyo havikuhusu? Vitu vya familia wewe unakuja kuhusika na yaani kikweli yeye unakataa kikweli. Nakataa kwa sababu gani? Wewe mtu unakuja ameshakwenda. Ameshakwenda. Nimekubali hata kama mnanitizama sijui kama tochi. Nimekubali. Sijui kama hapo unaongelea nini? Alafu wewe umekuwa unaongea na rafiki yako ama unaongea na huyu? Wote kwa pamoja. Kwa yule nimemtimua aende kumsaidia mama. Kwake pale nimekubali kwamba nitakuja kumsaidia muda ukiwasili. Umeelewa kwani? Kuelewa? Si watu kupotea tu. Wewe unajua nini? Unaweza ukafuga ng'ombe. Lakini hizo ng'ombe kunawezekana ukawa moja ambayo haifurahiwi na ufugo wako. Okay. Sasa ukihitaji hiyo ng'ombe waifurahie, malizane nayo. Mimi nimekubali. Kitu ambayo ipo sister yangu kipenzi, mdogo wangu, dada yangu, mama yangu, nimekubali maisha yaende, nimekubali. Sasa nataka kuongea hivi. Hayo mazoezi yako unayofanya kwa sasa hivi. Kuanzia leo yaishi. Mama. Ndio maana yake, mama yake. Asante. Wakati ambapo sijafanya. Sasa nikikataje? Nimekubali wewe. Nimekubali ni mimi. Jamangu. Oya. Nipo huku bwana. Hata kumsaidia mama. Wewe hujamaliza tu. Jamaa. Shamaliza na masista zako Kuna mmoja nampenda, mke wangu. Mke wako vipi? Mdogo wangu. Ibidi zungumze hivyo, sio mke wako bwana. Kwako vipi bwana? Hebu njoo. Kuna kitu ambacho nataka nikupe. Mama kaja na kitu bwana. Kitu? Hiyo najua mambo ya mama bwana. Si ndo huku ndo nadhani kitchen huku. Cheki mazoezi yako sasa. Sasa ngoja kwanza. Ningekuwa nimesahau nini? Haikuwa ya kwangu hata sio yako bwana. If you leave me, I go die, my baby. Na ukinipenda tajidai. Nadhani hapo itakuwa umeshamba hapa. Nilikuwa wawili na sister pale nilikuwa vizuri. Kivumbi na jasho wawili kwenye mashika. Sasa baby niteke nicheke kama mtoto. Hapo ndo penye niteke ninenepe kama mtoto. Niteke macho yake akinitazama mimi nageuka vipi hiyo mko naikalia huko?
Mtoto kwa masomo amwende sajaba mameni kitabu.